fi buyutina. Wanakwenda jihadi ya Rasulullah, sisi tunabaki nyumbani, wanaona kushinda ujira. Wala Mtume alimwambia, "Sasa ujira wako na thawabu unazozipata ni nyumbani, kaa tu nyumbani. Ibada yako nyumbani, usitoke." Mtume ndio alimwambia, "Ma ta'abbadatil mar'atu wabnataha mithla an ta'budaha fi baitiha." Kuna ibada Mungu ameipenda kwa mwanamke atakayeswali ndani ya nyumba yake. Swali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt, wa ila aya waqarna fi buyuti kunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula. Wakati bwana Mtume Muhammad sallallahu Mwenyezi Mungu alipowazungumza wao, alikuwa anakusudia wao ni somo kwa wengine, wakitulia majumbani, sala zao waliswalia watu, wakati vipi watulie majumbani. Aya hii imeteremka mwaka wa 5 Hijiria. Sio kwa maana hakukuwepo hadithi za Mtume zilizokuwa zinawahusu wanawake kwenda msikitini. Zilikuwepo mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3, hali ni hiyo hiyo. Mwaka wa 4 hali ni hiyo hiyo, wanakwenda msikitini. Lakini kipindi hicho wao wanaingia msikitini na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengo ni ilikuwa ni wakati ule unagawika katika dini yetu ya Uislamu. Kuna wakati unaitwa wakati da'wati, ni wakati wa malinganio. Wakati wa malinganio ndipo Mwenyezi Mungu alimpa fursa Bwana Mtume awakusanye wote wakati mmoja msikiti mmoja, akiwa Mtume imamu